Sheria ya madini kifungu cha 100 D kubwa inazuia usafirishaji wa madini nje ya nchi ambayo hajaongezwa thamani. Serikali ya Tanzania imeendelea kuchukua hatua na hasa kwenye kuhamasisha uanzishwaji wa viwanda hapa nchini kwa lengo la kuongeza ajira na vile vile kuongeza mapato ya nchi kupitia uongezaji thamani madini. Tunavyo viwanda 8 vya kusafisha madini ya dhahabu hivi sasa nchini Tanzania, ambavyo serikali inaendelea kuweka mazingira wezeshi ili vipate ithibati ya LBMA. Lakini tuna viwanda 9 vinajengwa vya kuongeza thamani madini ya metali, hasa shaba na nickel. Hii itakwenda kusaidia katika kuinua uchumi wa nchi yetu ya Tanzania. Pale Dodoma vinajengwa viwanda 5 hivi sasa kwa mkupuo vya kuongeza thamani madini. Tunataka mchimbaji mdogo akichimba shaba, ile jiwe tusilitoe kama jiwe, tukalibadilishe likawe copper cathode au copper rod. Huo ndio mkakati tulionao kama nchi hivi sasa. Na pale Dodoma baadhi ya viwanda vimefikia hatua hiyo. Hakuna jiwe litatoka tena, itatoka bidhaa. Ndio mkakati mkubwa ambao tunauweka hivi sasa kama serikali kuhakikisha kwamba tunakuza uchumi wetu nchini Tanzania. Katika mradi mkubwa wa Kabanga Nickel pale Ngara, kitajengwa kiwanda cha kusafisha na kuongeza thamani madini chenye thamani ya dola milioni 500. Kitajengwa Kahama, Shinyanga, ambayo itakuwa ni state of the art multi-metals refinery facility yenye uwezo wa kutoa makinikia ya nickel kule Ngara yaliokuwa processed yakaja kusafishwa pale Kahama na kutoa bidhaa ambayo utaipeleka moja kwa moja kwenye betri ya gari ya umeme. Hayo ni mabadiliko makubwa ambayo yanafanyika kwenye sekta ya madini kupitia uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan. Nchi nyingi duniani zenye rasilimali kama ya kwetu zimewekeza katika ushirikishwaji wa wananchi wa nchi zao kama sehemu kubwa ya manufaa kuliko kutegemea kodi inayolipwa na makampuni yanayochimba madini. Hili lilotukusanyisha hapa ndo hasa mwarobaini wa kukuza uchumi wa mtu mmoja mmoja na uchumi wa nchi yetu ya Tanzania. Kama serikali tutaendelea kuhakikisha kwamba tunaweka mazingira wezeshi ili Watanzania wengi waweze kushiriki kwenye sekta hii. Tumetoka mbali. Zamani ulikuwa ukisema makampuni ya madini wakiitwa viongozi wake wote ni wageni. Sasa hivi mambo yamebadilika ndugu zangu. Watanzania wamepata ajira. Tuna Watanzania 19,874 wameajiriwa kwenye sekta hii. Na hivi sasa viongozi wa makampuni makubwa sio tena wageni kutoka nje ya nchi, ni Watanzania. Lakini huduma na bidhaa kwa mwaka mmoja zinazopatikana kupitia sekta ya madini kwa makampuni tulionayo ni trilioni 5.3. Na hizi fedha natamani kuziona kwa Watanzania, nisizione kwenye makaratasi. Natamani kuziona katika kuwabadilisha na kuendeleza na kuwakuza Watanzania. Trilioni 5.3 sio fedha ndogo. Ikiingia kwenye mzunguko wa uchumi wa nchi yetu ya Tanzania, itamgusa baba mdogo walioko Liwale, shangazi wa Karatu na bibi alioko na Chingwea. Hii fedha ikibaki kwa Watanzania ina maana kubwa katika uchumi wetu. Na ndio maana leo niko hapa kuendelea kuwaomba ndugu zangu watoa huduma, tuzichangamkie fursa hizi. Undo hasa uchumi wa kupitia sekta ya madini ambao utagusa maisha ya Watanzania. Nitoe rai, na nimekuwa nikisema sana, kuiomba wenzetu wa
Tanzania Private Sector Foundation, tusaidiane kwa pamoja, tuandae Watanzania. Watanzania wasiwe watazamaji wa rasilimali ambao Mwenyezi Mungu ametujalia. Sisi tunatunga sheria, tunatunga kanuni. Wa kuipokea haya ni Watanzania walio tayari. Ubaya wenu, watu wa huduma wengi mlioko hapa, hampendi kushirikiana. Hakuna mtu aliyefanikiwa kwa kumpandia mwenzake mabegani. Mnatamani kuona watu hawafanikiwi. Ndio shida yenu, nataka niwaambie ukweli kabisa. Yaani mko radhi apate mtu yoyote kazi, lakini asipate mtu unayemjua wewe. Mnapigana fitna, majungu yasiyo na sababu. Hamwezi kukuza uchumi katika njia hiyo. Ili keki ni kubwa sana. Tafuta eneo lako, fanya kwa ubora. Leo najisikia faraja nikiona mahitaji ya bidhaa na huduma za kwenye migodi zitoke kwa Watanzania. Hatuwezi kuagiza buti za kuvaa migodini kutoka nje ya nchi. Haya ni matusi makubwa kwetu sisi, na kana kwamba uwezo wetu wa kufikiri umefikia mwishoni. Fursa hizi zipo nyingi sana. Viko vitu haviingia akilini katika dunia ya leo kuagizwa kutoka nje ya nchi. Lazima tuiandae sekta binafsi, na sekta binafsi yenyewe lazima pia na nyie muwe tayari kuandaliwa. Kama tukiendelea katika msingi wa kutokuaminiana, kutokupendana, kuvutana mashati, watu watapita katikati yenu, watachukua hizo fursa. Kiu na shabaha yangu kubwa kama kiongozi wa sekta hii ni kuona Watanzania wananufaika. Mpo tayari? Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza